Naam, swadata ni saa 1 kamili majira ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni muda mzuri wa kuweza kufuata uchambuzi wa habari kutoka redio ya kijamii Kivu. Uchambuzi huu wa habari unakuwa ukijumuisha kurasa mbalimbali. Utakuwepo kurasa wa habari muhimu, habari za mahali, habari za michezo, habari kutoka mikoani, habari za kitaifa na zile za kimataifa. Isaac Muluta Ashibe, mchambuzi wako wa siku ya leo. Upande wa pili Jean Makelele Kalajadene. Msikilizaji, kwa utulivu na kualika kwamba tena ni mwanzo hadi tamati, nasema karibu. Naam, kama nilivyokujuza, tunafungua uchambuzi wetu wa habari na ukurasa wa habari muhimu za leo. Nampisha Baomesa Di François, karibu sana. Ni kushukuru sana Isaac Muluta Ashibe kwa kunipa fursa hii. Na katika habari tulizozipa kipaumbele ndani ya uchambuzi huu ni pamoja na kamanda wa FPLC Rene Itongwa ametoa tahadhari kwa baadhi ya wazalendo ambao wananyanyasa raia na kuwatendea vitendo viovu. Tahadhari hiyo ameitoa wakati wa ziara yake ya muda mfupi akiwa mjini Baraka. Lakini pia huko Lubonja, mkuu wa sekta ya Nganja Bwana Akili Bernard Cosmos ameendesha harakati za kugabizi mjengo wa shule la sekondari la Nakatanda kwa mwami wa groupment ya Babungu wa Kusini wiki hii pa Lubonja, makao makuu ya sekta hiyo, shule ambalo lina milango 6. Na katika habari za kitaifa, makubaliano ya amani kati ya DRC na Rwanda bila shinikizo kutoka kwa mpatanishi na bila kujitolea kwa pande zote, tutakuwa na amani ya juu tu na haitokuwa ya kweli, ameyasema hayo Bwana Christian Dombo Moleka, mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini DRC. Hadi hapo na tia nanga kwenye habari muhimu. Isaac Mlucha Shibe na kuacha uendelee. Msikilizaji, na sasa tunajikita katika uchambuzi wa habari zenyewe kwa kina, tukianzia hapa katika mji wa Baraka. Ni kwamba uongozi wa redio ya kijamii Kivu Baraka unaendelea kushukuru kwa raia ambao wanaendelea kutoa michango yao ili kukamilisha harakati za ujenzi wa studio mpya ambayo imekuwa kwenye hatua ya kupiga bati. Kwenye mazungumzo nasi Lokendo Tetulike, kiongozi mkuu wa redio ya kijamii Kivu, amesema kuendelea kushukuru raia ambao wanaendelea kutoa michango yao hadi kwenye hatua ya sasa ya mjengo huo. Niseme shukrani sana kwa niaba ya redio Kivu. Kama vile kiongozi, tuko kwenye mchakato wa kuweza kujenga studio mpya ya redio ya kijamii Kivu. Tuko katika mpango wa kuomba misaada kwa watu wale ambao ni wasikilizaji wa redio ya kijamii Kivu, wale ambao ni wapendelevu wa redio ya kijamii Kivu, wale ambao ni wapenda maendeleo. Tunakuwa tukiomba misaada ya kuweza kuisaidia redio Kivu ili kwamba tuweze kukamilisha jengo la redio. Ili jengo la redio kwa uwezo peke yake wa redio Kivu hatuwezi tukaweza kitu chochote. Lakini kutokana na msaada ya watu wanapotusaidia, ndipo ambapo tunaweza kukamilisha jengo hili. Kuanzia mwanzo, tangu tuliponunua uwanja, tunaweka msingi, tunaweka vibambazi, mpaka tumefikia hatua hii. Ni nguvu za raia, ni nguvu za jamii, na pia ni nafasi ambapo sisi tunachukua ili kuweza kuwashukuru wale ambao wametusaidia. Hasa niseme kwa upande wa leo, tunatoa shukrani sana kwa service ya ekonomi. Service ya ekonomi imeweza kutusaidia na tunawashukuru sana kwa kile ambacho imeweza kutupatia. Na pia services ziko nyingi, wengine wanaweza kutusaidia. Vile vile tunakwenda kumshukuru sana mzee Chimpanga, ambaye ni mzee aliweza kutusaidia pia kuweza kufikia kupata msaada wa kwake ili kwamba hili jengo liweze kukamilika. Tunamshukuru pia ndugu Associate Pichen ambaye naye ameweza kutoa msaada wake. Kwa hiyo kwa jumla wote hawa ambao wameweza kutoa hii misaada ambayo itasaidia kwamba hii redio iweze kusonga mbele, itasaidia pia kwamba jengo la redio ya kijamii Kivu liweze kukamilika. Mwishowe kiongozi huyo amesema kuwa bado milango iko wazi kuendelea kupokea misaada. Lokendo Tenchilike anaeleza mara tena. Nikumbushe kwamba hatua ambayo tulionayo sasa hivi ni hatua ya kuweza kuwezeka hii nyumba. Na hapo tunakuwa tunaomba manjanja, yani mabati, tunaomba machevro pamoja na madrien. Kwa hiyo wale ambao wanatoa msaada, kuna ambao wanatoa madrie, kuna ambao wanatoa machevro, kuna ambao wanatoa manjanja. Kwa hiyo hawa watu ambao nimekwenda kuwataja hapa, service ekonomi, nimetaja mzee Chimpanga, nimetaja ndugu Associate Pichen, ambao hawa ni watu ambao wametusaidia kwa siku ya leo na natoa shukrani sana. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuweza pia kuhimiza watu wengine. Kuna wale ambao pia wana vibarua vyetu.
tumewatumia vibarua, iwe servisi ya serikali, iwe mtu binafsi, iwe association, iwe nini, tumetuma vibarua mbalimbali. Na tunaendelea kuomba watu waendelee kutusaidia. Vijana wetu waandishi wa habari wanapita kila sehemu kuweza kukumbusha kwamba tunahitaji asale msaada, tunaomba ule msaada mtupatie, kitu kama hicho. Kwa hiyo tunaendelea kuwakumbusha kwamba kwa wale ambao pia wana vibarua vyetu waweze kujitoa, waweze kupana msaada, ili kwamba mwezi huu tuangalie kama ikiwezekana tunaweza tukaezeka ili jengo la redio ya kijamii Kivu. Niseme na tunashukuru sana kama vile redio Kivu, kama kiongozi nashukuru sana, na nasema kwamba wale wengine ambao wana moyo mwema, ambao wanatusikiliza, ambao wana kitu chochote cha kuweza kutupatia, tunamwambia kwamba karibuni na tunahitaji sana mchango wenu. Asanteni sana. Kamanda wa MPLC FPLC Rene Itongwa ametoa tahadhari kwa baadhi ya wazalendo ambao wananyanyasa raia na kuwatendea vitendo vihovu. Tahadhari hiyo ameitoa wakati wa ziara yake ya muda mfupi mjini Baraka. Alipozungumza na redio yako, Kamanda Rene amesema kuwa kwa sasa kuna baadhi ya wazalendo ambao wananyanyasa raia na hivyo hatua kali zitachukuliwa dhidi yao. Kwa sasa raia yetu kungambo yenye wazalendo wanadhibiti inajikuta iko muinsekirite, na insekirite hiyo inawekwa na wazalendo. Ukienda katika tarafa la Uvira, kama utasikia risasi ni wazalendo wanapiga risasi. Ukisikia matatizo mengine ya mabariere ni wazalendo. Tarafa la Fizi ni vile. Kwa hiyo tunapana tahadhari kwa yeyote mzalendo mwenye iko na mawazo mabaya kwa ajili ya population, ataadhibiwa vikali sana. Inakuwa raia apite intimidation ya mingi, raia apite anyanganywe, raia apite apigwe fimbo, mabaya mengi sana wanafanyiziwa. Kwenye tuko sisi viongozi wakuu hakuna ubaya wowote, lakini kwenye kuko watu wetu wanafanya mabaya. Ni lazima tupane tahadhari hiyo kwa wazalendo wote. Wazalendo wote wenye wako wanafanya mabaya kwa ajili ya population yetu. Mfanya mabaya adhabu kali iko juu yake, prizo iko juu yake. Malinde. Kitengo cha Etat Civil pa Malinde, makao makuu ya sekta ya Mutambala, kimewaomba wananchi kuorodhesha watoto kwenye ofisi ya kitengo hicho ili wapate vitambulisho vyenye kuhalalisha uraia wao. Louise Françoise Abo wa Mosi ni mwakilishi wa Etat Civil maeneo ya Malinde sekta ya Mutambala, ametoa wito huo na kuonesha faida zilizopo kwa kuorodhesha watoto kwenye kitengo hicho. Tangu tuko hapa Malinde kabisa hivi tunaelekea mwaka wa pili. Madhaifu ni mengi kwa wakina mama. Tuko hapa tunawasubiri ofisini, lakini wapi, mnaweza kushinda kutwa nzima. Mnapata wakina mama wawili, mnapata watatu, au fiki hata 10. Naweza kuhitaji wa mama waje wengi kabisa, waje kuhalalisha watoto. Kwa sababu katika kuhalalisha mtoto ni kumpa haki yake ya msingi kiserikali. Sheria yenyewe imewapa kuhalalisha watoto ni kwa bure kabisa, wala hatuombi pesa, lakini tunashangaa kwa nini wamama wana udhaifu mkubwa kwa kuhalalisha watoto wao. Faida ni kubwa kabisa kwa kuhalalisha mtoto. Endapo mtoto anahalalishwa kisheria, kwanza anajulikana kwamba ni mkongomani halisi. Na mtoto asiyehalalishwa mnyima kabisa haki yake ya msingi. Ni vizuri kuhalalisha mtoto ili ajulikane kisheria kwamba yeye ni mkongomani halisi. Naweza kuhitaji wa mama wa Malinde waje kwa wingi kuhalalisha watoto. Wengi kati yao hawajui umuhimu gani wa ile kitambulisho ambao tunaita acte de naissance. Kuna tofauti mkubwa wa acte de naissance na attestation de naissance. Acte ni ile tunapatia watoto tangu kuzaliwa hadi miezi 3. Ina maana kuzaliwa hadi anafikisha siku 90. Unapomleta mtoto inakuwa ni hela utalipa, inakuwa ni amande sasa. Lakini kwa muda wote huo hiyo miezi 3 hapo ni bure kabisa. Na acte de naissance ndio kitambulisho halali cha mtoto kujulikana kwamba yeye ni mkongomani halisi. Wamama waje kwa wingi na ni kwa bure, tuombi hela yoyote. Tangu tuko Malinde na hivi sasa tunaweza kuwa kama vile 400 na zaidi tu. Hawajapita hapo. Na hesabu hiyo ni ndogo kabisa kwa sababu watoto wanazaliwa wengi pale kwenye Centre de Santé Malinde, lakini wanaotufikia ni wachache sana. Kwa hiyo tunaomba wazazi wajipe moyo waje kuhalalisha watoto. Ni kwa bure, tuombi hela yoyote ile. Lubonja. Mkuu wa sekta ya Nganja Bwana Kili Bernard Cosmos ameendesha harakati za kugabizi mjengo wa shule la sekondari la Nakatanda yenye milango 6 kwa mwami wa groupment ya Babungwe Side wiki hii pa Lubonja, makao makuu ya sekta hiyo. Mtumbe wa mkulima na Fatuma atuandalia ripoti hii kutoka maeneo ya Lubonja.
michezo ya kila aina ilishuhudiwa kwenye sherehe hizo, zikishindikizwa na vifijo na vigeregere, ikiashiria ni furaha kubwa kwa raia wa kijiji cha Lubonja. Sherehe hizo zimekusanya watu wa tabaka tofauti za kirahia kama vile mwami wa grupementi ya Babungwe Seed, mkuu wa kijiji cha Lubonja, mashirika ya kirahia na tabaka zingine kadhalika. Akiwa mwenye furaha ya hali ya juu kwenye sherehe hizo, Bwana Akili Bernard, mkuu wa sekta ya Nganja, ametoa shukrani kwa Mungu kwa yeye kukamilisha jengo hilo. Lile ambalo lilikuwa linasemewa kwamba alitawezekana, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu limewezekana. Nitaomba tumpigie Mungu mikono tu, sababu kwetu sisi hatungeweza. Walio wengi labda waliweza kutoa hizo promise za Institut Katanda, haikuwezekana, lakini tuliweza kumwomba Mwenyezi Mungu, na ile nia ambayo tulikuwa nayo leo hii shule Institut Katanda ndo hii hapa imesimama. Upande mwingine, Bwana Akili Bernard amesema kazi zingine zilizobaki kama kusafisha mjengo na kujenga ofisi ya mwalimu mkuu atavitekeleza bila wasiwasi. Hapa tuko mu 80% ya réussite ya hii masomo. Kinachobaki hapa ni kuweza kutia sima ndani na kuweza pia kupaka rangi nje. Bado sijamaliza kwenye Institut Katanda. Nafikiria mwaka ujao nitajenga biro pamoja na ekipe yangu ya secteur, tutaweza kukujengea Monsieur le Préfet. Kijiji cha Lubonja kiliwakilishwa naye chefu de village Ebengwe Malisawa kwenye sherehe hizo, naye alieleza yafuatayo. Naenda kumwambia chefu de secteur, Mungu amubariki. Sisi watoto wa Lubonja hatuna kitu chenye tutamupa, lakini tunamwombea na Mungu ambariki katika kazi yake. Ikiwa ni ndoto kubwa kwa shule la kisekondari la Nakatanda kupata mjengo wake binafsi, Asashimu Lubi Jean Paul anaeleza yafuatayo. Nishakuwa frappe au nishina kuya, ukitosha tu $100 unajengeo, ulizitosha. Hata wakuu wa masomo walitufrape, wengine zilienda bure. Tuliandika francais zote. Kwa mapenzi ya Mungu masomo inapatikana na Institut Katanda inabakia kama epe Lubonja pale. Na washukuru sana kwa sisi kupata jengo letu hili. Vivyo hivyo, Bine Emma Kitima ni mwenyekiti wa wazazi wa watoto wanaosomea kwenye shule hilo, anaeleza yafuatayo. Obandana maro masomo. Nashukuru sana baba shefu tesekere, nashukuru manga. Wale tupata mano masomo. Kitabe tukeka tunapata mano masomo. Lakini Mungu mpaka Mungu awabika tunapata masomo. Kupitia sherehe hizo za magabizi ya shule ya kisekondari la Nakatanda kwa mwami wa grupementi, mkuu wa sekta ya Nganja Bwana Akili Bernard Jembe la Miradi amesema ni rasmi amezindua mradi wa utengenezaji wa mapipitre kwenye shule za primari ndani ya eneo lote la sekta yake, na ambako imeanza kwenye shule la primari Lubonja. Leo pia tunakuja kulanse rasmi projet ya pipitre. Primaire wanalia wapate pipitre. Hiyo projet tutaianza na epe Lubonja. Ina maana leo hii wataweza kukabidhiwa nusu ya pipitre. Aongo Mchungu Alexi ni kasisi wa shule la primari Lubonja akubaki kimya kisha kupata msaada huo wa pipitre toka kwake mkuu wa sekta ya Nganja. Ndiyo, nimepata msaada wa pipitre kutoka kwa chef de secteur Akili Bernard. Tunashukuru sana kwa maana watoto wa degré élémentaire walikuwa wanaanza kaa chini na Mungu apate kumsaidia. Ikiwa bado ni swali kubwa kwa jamii kufahamu ni wapi pesa za ujenzi wa shule la kisekondari la Nakatanda zimetokea, mkuu wa sekta ya Nganja anatoa mwangaza. Hakuna mengi ya kusumulia, lakini mjue kwamba hili jengo tumeweza kulijenga na pesa za raia. Batoa tile falanga tabashino. Tino franga timumo ongolwa sebele, nyange, isese, lombwe, bashalangwa yose Fizi Centre, ichi nota yenga mano masomo kipikele maasa. Mkuu wa grupementi ya Babungwe Seed aligabiziwa funguo za darasa zote, ikiwa ni ishara ya mkuu wa sekta ya Nganja kukamilisha ahadi yake.
naenda fungulo cha sale chos na kabizi chef de groupement wetu wa Babungu City afungule kila mlango osanga pipitre meza na ichumbe ya mwalimu akelelesho ikiingia mwenye bato elenda wa 4 ni mwami wa groupement ya Babungu City akuficha furaha yake kiisha kugabiziwa funguo za mjengo wa shule hilo. Tumeshukuru sana chef de secteur wa Nganja, wakitendo wametutendea sisi watoto wa sektere ya Nganja. Watu wamesumbuka ni miaka 10, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ameacha trace. Mwishowe namba 1 huyo wa sekta ya Nganja ameonesha kuwa ni kupitia uwepo wa Rais Felix Tshisekedi kuwa kwenye uongozi wa nchi ndiyo imepelekea yeye kupata kazi za kuendelea kutenda miradi hiyo ya kimaendeleo. Naam, la mgambo limelia msikizaji, basi kuna jambo ni ukurasa wa habari za michezo na Yesudi wa Sudi Valentine. Karibu sana. Na barabara kabisa mpenzi msikizaji wa redio ya kijamii Kivu. Leo kuna ukurasa wa habari za michezo. Tuanze nisi habari za hapa katika mji wa Baraka ambako tournament ya daraja la pili inayojulikana kwa jina la Onesha Kipaji Chako iliweza kutimua vumbi mchana wa siku ya 4 ya tariki 4 Disemba 2025 kunako uwanja wa Rumba hapa katika mji wa Baraka ambako vijana wa klabu ya FC Drago waliweza kuonyesha mvua 4-0 vijana wa FC Hati Sport. Tournament hii itaweza kuendelea mara tena ifikapo siku ya 6 ya tariki 6 Disemba 2025 majira saa 7:30 za mchana. Klabu ya Airbando wakipiga vikali dhidi ya klabu ya FC Santos, huku mechi ya saa 9 kamili za jioni klabu ya Sinai City watakata mzwa fitna dhidi ya klabu ya AS Roma ya huko Mwemezi. Tukiachana na habari za hapa katika mji wa Baraka, tujielekeze hapo katika nchi jirani ya Burundi ambako michuano ya Premier League katika wiki yake ya 15 itaweza kuendelea mara tena ifikapo siku ya 5 na siku ya 6 na hata siku ya Jumapili. Lakini siku ya 5 vijana wa Maze FC watakata mzwa fitna dhidi ya klabu ya Burundi Sport Dynamique, huku klabu ya Vision watakata mzwa fitna dhidi ya klabu ya Interstar. Klabu ya Vitalo wataweza kukaribisha klabu ya Aigle Noir. Olympique Star watakata mzwa fitna dhidi ya klabu ya Bumamour. Klabu ya Musungati wataweza kukaribisha vijana wa Flambeau du Centre. Itakuwa ni siku ya Jumapili. Vijana wa Rokinzo watakata mzwa fitna dhidi ya klabu ya Muzinga FC. Kayanza United wataweza kukaribisha klabu ya Garage Express, na klabu ya Messager Ngozi watakata mzwa fitna dhidi ya klabu ya Ngozi City. Klabu ya Crystal Palace hapo nchini Uingereza wako tayari kusikiliza ofa ya majira ya kiangazi kwa mshambuliaji wa timu ya taifa ya Ufaransa Jean-Philippe Mateta, ikiwa hawatafikia makubaliano mapya na mshambuliaji wa timu ya taifa ya Ufaransa mwenye umri wa miaka 28 kwa ajili ya kuweza kuongeza mkataba mpya. Klabu ya Napoli ya huko nchini Italia wanamlenga kiungo mpya mwezi Januari, na chaguo lao la kwanza ni kumsajili mchezaji wa klabu ya Manchester United hapo nchini Uingereza ambaye ni Kobe Moani wa timu ya taifa ya Uingereza mwenye umri wa miaka 20. Liverpool hapo nchini Uingereza wameanzisha tena mazungumzo na wakilishi wa mlinzi wa timu ya taifa ya Uingereza Mark Gay, wakitaka kumsajili mchezaji huyu mwenye umri wa miaka 25 kutoka klabu ya Crystal Palace mwezi Januari baada ya kumkosa katika majira ya kiangazi iliyopita. Ninaweka nukta kuna ukurasa wa habari za michezo mpenzi msikizaji wa redio ya kijamii Kivu. Kuna nambari 19 ya mchezaji Kandida Mapendo Payete kimepea barabara mgongoni mwangu. Radio Kivu, michezo leo. Naam, msikilizaji, unataka kufuata uchambuzi wa habari ukurasa wetu huo wa michezo. Nikukumbusha tu kwamba uchambuzi wa habari unatoka kwenye redio ya kijamii Kivu. Tunatangazia mubashara kutoka jiji la Baraka, jimbo ya Kivu ya Kusini, na mawimbi hayo unayachia kwa masafa ya FM kwenye mitabendi ya 93.0. Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronik na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz. Huko Kalemi, gavana wa jimbo la Tanganyika Christian Kitungwa Muteba amefanya mabadiliko kwenye wizara ya mambo ya ndani ya jimbo hilo ambako kwa sasa inashikiliwa naye Eyale Aonowale akichukua nafasi yake bwana Johnson Kasongo Salumu. Undani wa taarifa hii nayo Lombo Dide Doctor, mnaripota wetu wa Kalemi. Inakuwa ni mabadiliko kidogo ambayo yanakuwa nafanyika
ndani ya serikali ya jimbo la Tanganyika. Kwenye wizara ya mambo ya ndani kuna kuweko kwa sasa na waziri mpya ambaye atakuwa naongoza wizara kama na hiyo. Inakuwa kwa uhakika ni Eyale Onoale Dona. Huyu alikuwa siplea wa gavana wa jimbo la Tanganyika ambaye alikuwa vile vile na keti kwenye vikao vya bunge la jimbo kama mwanabunge. Eyale Dona atakuwa naiongoza wizara jimboni Tanganyika ya mambo ya ndani. Kuteuliwa kwake nafasi kama na hiyo kulikuwa nafahamishwa rasmi kabisa mnamo Jumatatu hii kupitia arete ya kiongozi wa jimbo la Tanganyika ya tariki 1 Disemba 2025. Waziri huu mpya anakuwa na mkomboa nafasi hiyo Johnson Kasongo Salumu ambaye aliongoza kwa miezi kadhaa wizara kama na hiyo. Kutokana tu na kuzuka pamoja na kupanda kwa kesi ya ukosefu wa usalama Kalemi mjini na hata kwenye manjia mbalimbali ya jimbo la Tanganyika, masauti ilikuwa napazwa kutoka vikundi mbalimbali kwa ajili sio tu ya kushutumu kesi za ukosefu wa usalama kusababishwa na wizi, ubakaji na hata vile vile mauaji, lakini vile vile kukashifu swala la kutokuwa na uwezo wa wizara jimboni ya mambo ya ndani kudhibiti usalama pamoja na ulinzi. Waziri huyu mpya mambo ya ndani anakuwa kwa sasa na jukumu la kuleta furaha na faraja kwa watoto wa jimbo la Tanganyika, na hiyo ni kupitia kustawisha ulinzi ili kusaidia kulinda watu pamoja na vitu vyao, na vile vile kufikia kutoa nafasi kwa raia wa Kalemi pamoja na wa jimbo la Tanganyika kulala pasipokuwa na wasiwasi. Wakati ule kesi ya ukosefu wa usalama inakuwa inaendelea kuzuka jimboni Tanganyika, hususan hapa Kalemi. Mnamo Jumanne hii mwili mmoja pasipo uhai ulikuwa na ogotwa kando kando ya barabara Jikaka, mtaa wa Kaite, tarafani ya Lukuga. Kisa na mkasa cha kifo kama na hicho bado kufahamika. Nikiripoti kutoka Kalemi kwa niaba ya Radio Kivu, Olombwe Didier Doctor. Kwenye habari ya kitaifa, makubaliano ya amani kati ya DRC na Rwanda bila shinikizo kutoka kwa mpatanishi na bila kujitolea kwa pande zote yatakuwa na amani ya juu tu na itakuwa amani ya kweli. Ameyasema hayo Bwana Christian Dombo Moleka, mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini DRC. Undani wa taarifa hii na mpisha safari Alimasidilwe. Naam. Alhamisi ya tarehe 4 Disemba 2025, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi pamoja na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame wanatarajiwa kuidhinisha rasmi makubaliano ya amani yaliyotiwa saini mwezi Juni uliopita mjini Washington na mawaziri wa mambo ya nje wa nchi hizo mbili. Lakini je, hatua hii itatosha kuhakikisha kurejea kwa amani ya kweli katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Mchambuzi wa kisiasa na mtaalamu wa siasa za kimkakati Christian Dombo Moleka anakumbusha kuwa kutia saini makubaliano ni mwanzo tu wa mchakato. Kwa mujibu wake, kuheshimiwa na kutekelezwa kwa ahadi zilizotolewa na pande zote mbili ni jambo la msingi iwapo kuna matumaini ya kupata amani ya kudumu. Anasisitiza kuwa ahadi nyingi zilizomo kwenye makubaliano hayo bado hazijaanza kutekelezwa kwa vitendo. Namnukuu, ni vizuri kutia saini, lakini ni muhimu zaidi kuheshimu na kutekeleza yale yaliyokubaliwa. Ili hilo lifanikiwe, ni lazima kuwe na shinikizo kwa pande husika, hasa upande wa Rwanda, kuhakikisha kuwa ahadi mbalimbali zinatekelezwa. Tunatia saini makubaliano, lakini utekelezaji unakwama kwa sababu utekelezaji wa ahadi katika uhalisia unachukua muda. Kwa mfano, unaweza kuangalia suala la kuondoa wapiganaji wa FDLR ambalo ni jukumu lililokubaliwa na Kongo, au kuondolewa kwa utaratibu wa kujilinda kijeshi ambalo ni jukumu la Rwanda. Hivyo kuna hatua muhimu za kupita endapo tunataka kupata amani ya kweli, si tu kutia saini bali kutekeleza. Kwa sasa kuna aina ya diplomasia ya kasi mbili. Makubaliano yanatiwa saini kwa haraka, lakini utekelezaji wake unakuwa polepole sana, jambo ambalo linaweza kuchelewesha ujio wa amani. Kwa hiyo, bila shinikizo kutoka kwa mpatanishi kwa pande zote na bila ahadi za kweli kutoka kwa wahusika, tutakuwa na amani ya juu tu ambayo sio amani halisi, alielezayo katika mahojiano na Actualite.cd. Aliendelea kusema kuwa mara nyingine makubaliano huwa ni matokeo ya mwafaka wa kisiasa, lakini ni muhimu kuhakikisha kwamba hatua za kidiplomasia zinaendana na uhalisia uliopo kwenye eneo la vita. Wakongomani wengi wana wasiwasi kwa sababu kuna hali ya kutokuwepo kwa uhusiano kati ya maendeleo ya kidiplomasia ambayo yanapaswa kupongezwa na hali halisi mashinani ambayo inaonekana kukwama.
Na kwa hakika ukiangalia utekelezaji wa makubaliano tangu mwezi Juni, utaona kuwa ripoti ya ufuatiliaji ya mwisho ilionyesha kwamba ni 23% tu ya ahadi mbalimbali za pande husika ndizo zilizokuwa zimetekelezwa. Alimalizia na kusema hayo mchambuzi huyo wa masuala ya kisiasa. Kulingana na kipimo cha makubaliano ya amani barani Afrika, ripoti ya ufuatiliaji ya mwezi Novemba inaonyesha kuwa kati ya kazi 30 zilizotambuliwa katika mkataba, kazi 19 zimeanza kutekelezwa, ikiwa ni kiwango cha jumla cha utekelezaji wa 23.3, alama 70 kati ya 300. Miongoni mwa kazi hizo, baadhi zinapaswa kutekelezwa kwa pamoja na serikali ya Kongo na Rwanda. Zingine ni jukumu la kila serikali peke yake, na baadhi zimekabidhiwa kwa jumuiya ya kimataifa, Marekani, Qatar, Umoja wa Afrika na mashirika ya Umoja wa Mataifa. Burundi, shughuli katika vijiji vya Rukana na Marambo tarafani Cibitoke mkoani Bujumbura zilisimama kwa muda wa siku 2 kutokana na mapigano yaliyokuwa yanaendelea karibu na mto Ruzizi ulioko mpakani mwa Burundi na DRC. Bukuru Elias Daniel na ripoti kamili kutoka Bujumbura, Burundi. Wakazi wa vijiji vya Rukana na Marambo katika tarafa ya Cibitoke mkoani Bujumbura wanasema shughuli za kilimo zilisimama kwa takribani siku 2 kutokana na mapigano yaliyokuwa yanaendelea karibu na mto Rusizi unaozigawa Burundi na DRC. Wanasema kuwa walikuwa na matumaini ya vita nchini DRC kwa vitamalizika kutokana na mazungumzo yanayoendelea, wakitoa wito wa kusitishwa kwa mapigano ili shughuli ziweze kufanyika kwa amani. Tulikuwa tunawazia labuda kulingana wakati fuyo ilianza Kongo mpaka hivi sasa tulikuwa tunawazia labuda amani ishaonekana kulingana na kisi tulikuwa tulisikia kama bako wanaenda nchi zote wakubwa wote kwa naenda sikilizana ngama kule Ulaya. Lakini a partir ya sasa tunasikia tena vita inaanza, tunaona sasa hii raia ni tunasumbuka. Na tunaona sasa vile kumbi hakuna mazungumzo yenye iko kule wala hakuna kia kuendelea kule kwenye bako wanaenda. Kungambo ya sie wala kungambo yangu niliomba kama Mungu angesaidia ile mazungumzo yenye bako wanazungumza. Baelewane tu kusudi juu watu wanakufa wengi sana. Kumbi kia mzuri ilikuwa ni kusikilizana, baikale bazungumuze kusudi vita ishe, raia tuikale salama. Kulingana na milio ya mabunduki iko nasikilikana kule na vile ile milio yote iko nasikilikana kule iko naanguka ni mwa watu. Kumbi ile yote inatutia hofu, inatutia boga na inatuletea huzuni kubwa kulingana na kisi wakubwa hawapendi kuelewana. Baale watu wangali Kongo ilikuwa inaomba kama Mungu angesaidia nchi ya Burundi bangefungula tu vivuko wa watu wakimbie wapokee barudie wakimbie. Ni kiripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Msikilizaji, ni kufikia hapo ndipo naenda kuegeshea kabisa uchambuzi huu wa habari. Niseme asante sana kwa kuweza kuniambata mwanzo hadi tamati. Niseme pia asante kwa wenzangu wote ambao nisaidia kwa namna au nyingine kwa kuandaa uchambuzi huu wa habari. Nilikuletea uchambuzi wa habari ni Zake Mulucha Ashibe, upande wa pili nisaidiwa na Jama Kelele Kala Jaden. Mpaka hapa sina la ziada, ni kuombe tu baki nasi. Mimi nakuambia jioni njema. Asalamu alaykum.